Nimekuwa last born wa panel, kwa hiyo na anajivunia kuwa last born kwa sababu wapo magwiji hapa, kwa hiyo hakuna shida Mr. Halifa. Sasa nakubaliana na swali lako, lakini kabla sija kujibu ningependa niseme tu kwamba kwanza lazima tukubaliane, tuna blueprint nzuri sana ya maudhui tunayohitaji kwenye katiba ambayo ni rasimu ya pili ya Jaji Warioba. Nadhani hakuna anayepinga hilo, si ndivyo jamani? Sasa nadhani mjadala wetu ungekuwa unajikita kwenye namna gani tunaenda kwenye huu mchakato, ni vitu gani, ni mikakati gani tuifanye, kwa sababu maudhui tayari tunayo kwenye makabati. Tunayo kuanzia ripoti ya Jaji Nyalali ya mwaka 1992, tunayo ripoti ya Jaji Kisanga ya 1998, tunayo ripoti ya Jaji Warioba ambayo tuna rasimu ya pili ya katiba ya mwaka 2000 ambayo ilikwama 2014. Sasa nadhani hatuna mgogoro sana kwenye maudhui, lakini nitazungumza ni maudhui gani. Jambo la kwanza la muhimu kabisa ambayo mimi natazama ni maudhui ambayo yangepewa kipaumbele, ni maudhui ambayo yatarudisha mamlaka ya wananchi. Na mamlaka ya wananchi yanapatikana wapi? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo hupenda kurejea ibara ya 8 kwamba mamlaka yote yanatoka kwa nini? Kwa wananchi, na serikali itapata madaraka yake kutoka kwa nani? Kwa wananchi. Sasa ukiulizwa hata kwa katiba tulionayo au hatuna katiba, ni jambo gani moja ambalo unaweza kuhakikishia kwamba mwananchi haya ndiyo mamlaka yake? Mimi ukiniuliza nitakwambia ni uchaguzi huru na wa haki, kwa sababu bila uchaguzi mwananchi ni wapi anaweza kuexercise haki yake ya mamlaka kwenye nchi? Kwa sababu ili upate viongozi ni lazima ufanye uchaguzi, na mwananchi akiwa na uwezo wa kuwajibisha viongozi wake kupitia uchaguzi au kuchagua kiongozi anayemtaka, tayari ameweza kumaintain mamlaka yake. Kwa hiyo tunaposema ile ibara ya 8, jambo moja kubwa ambalo naweza kuhakikishia hiyo ibara ya 8 ni uchaguzi. Na yapo maneno yanasemwa, wanasiasa hasa upinzani wanazungumza katiba mpya kwa sababu wanazungumza masuala ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wao ndo unaonekana mambo yao ni kwa ajili ya uchaguzi tu, hawana mambo mengine. Mimi swali la msingi ni kuulize, tume huru ya uchaguzi ni kwa faida ya nani, mwananchi au mwanasiasa? Nashukuru ni mwananchi, kwa sababu uchaguzi ndo kitu pekee kinaweza kumpa mwananchi uhakika kwamba ana mamlaka kwenye nchi yake, kwa sababu anaweza kuchagua viongozi wake akawabadilisha kupitia uchaguzi kama hariziki nao. Kwa hiyo nguvu ya kwanza ni tunahitaji tume huru ya taifa ya uchaguzi, na pia hata kupitia kumbukumbu za ripoti ya tume ya Jaji Warioba, katika maoni milioni 1.4 yaliyokusanywa Tanzania nzima katika mikutano 1773, maoni yaliyoongoza ni maoni kuhusu tume huru ya uchaguzi, kwamba tunahitaji tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo akikwambia mtu kwamba wanaosema tume ya taifa ya uchaguzi ni wanasiasa, mkatalie. Wanaosema tunahitaji tume huru ya taifa ya uchaguzi ni wananchi, kwa sababu ndio chombo kinaweza kuhakikishia mamlaka kwenye nchi yao. Jambo la pili, nimalizie, ni swala la maadili. Jambo kubwa ambalo sasa hivi tunagombana nalo pia, ambalo tunahitaji kwa mabadiliko ya katiba, ni maadili. Kuna anguko kubwa sana la maadili, na ndio maana sasa kuna udhibiti mkubwa sana, yaani matumizi mabaya sana ya madaraka ambayo yamechochea rushwa, ubadhirifu, wizi wa mali za umma, ambao huo ndio unasababisha kurudisha maendeleo nyuma, kwa sababu fedha ambazo zingerudi kwa wananchi zikafanya maendeleo zinatumiwa na watu wachache kwa manufaa yao. Hata hivi karibuni msikia Profesa Asadi akisema anashangaa sana. Juzi kuna kijana mmoja, ni waziri, anasema hamtaji jina, ameingia madarakani hivi karibuni, lakini ana magari ya 300 matatu. Anashangaa inawezekanaje?
Kwa unaweza kuona kwamba moja, tunahitaji katiba pia kwa sababu ya kudhibiti matumizi mabaya ya madaraka. Asante. Sawa. Tukibaki na wewe Tobias, na kuna baadhi ya vitu umeshawahi kuvidokeza hapo, kwa sababu moja kati ya vitu wanavyosema wale ambao hawakubaliani na maoni ya kuhitajika kwa katiba bora ni kwamba bwana, wanaotaka katiba mpya ni wanasiasa tu, sio wananchi. Lakini kuna maneno mengine wanasema kwamba bwana, katiba mpya au hata ukiwa na katiba bora, hiyo katiba bora itaweka mlo mezani, itaweka mlo mezani. Lakini kuna maoni mengine wanasema kwamba watu wanataka katiba mpya, lakini hata hiyo iliyopo hawaijui, hawaifahamu. Kwa mtazamo wako wewe, kama mtu ambaye unahusika na haya mambo, hizi kauli zina ukweli kiasi gani, na unaona uhusiano wowote kati ya rules ambazo zinawekwa na katiba na maisha ya watu ya kila siku, utu wao, vipato vyao, kazi zao, kwa mtazamo wako wewe? Asante, swali zuri sana. Kwanza hayo uliyosema ya hao ambao wanaweza kuyaita ni makundi ya kisiasa ambayo hayataki mabadiliko ya katiba, moja mbili wanayoitumia ni kitu tunaita propaganda za katiba. Propaganda za katiba maana yake nini? Propaganda za katiba maana yake ni mbinu au taarifa inayolenga kupotosha umma ambayo inatumiwa na makundi ya watu ambayo yanapinga katiba ili kuwashawishi wananchi waamini hakuna umuhimu wa mabadiliko ya katiba. Na lengo lao namba moja ni kupotosha umma. Lengo lao namba mbili ni kubadili fikra na mitazamo ya wananchi juu ya katiba. Na lengo lao namba tatu ni kubadili mjadala, tutoke kwenye mjadala wa kujadili umuhimu wa katiba, tuingie kwenye mjadala kusema wananchi wanataka katiba, hawajui vifungu. Nadhani mmeshasikia hiyo. Mpaka wakati fulani tumewahi kuambiwa 2023 na aliyekuwa waziri wa katiba na sheria Damas Ndumbaro kwamba twende kwenye miaka mitatu wananchi wajifunze katiba, halafu ndio twende kwenye mchakato wa katiba. Zote hizo ni mbinu, ni propaganda za katiba kukwepa kuingia kwenye mchakato wa katiba. Sasa mfano, na hii niseme namna ya kukabiliana na propaganda za katiba ni kusema ukweli. Nimempenda sana Lema alivyozungumza leo, namna ya kukabiliana na watu wabaya ni kuwa na tabia njema, na namna ya kukabiliana na propaganda ni kusema ukweli jinsi ulivyo. Na wewe ukisema propaganda unakuwa hauna tofauti na wao. Sasa mfano, mtu anakuambia katiba haileti chakula. Ukiwa umesinzia akili huichakati vizuri unaweza ukaamini hivyo. Lakini ukifikiria kwa mapana utajua katiba inaleta chakula. Katiba inaletaje chakula? Ukiwa na katiba bora inayosimamia uwajibikaji ambao Mheshimiwa Mkusi pia ameusema hapa, itahakikisha kuna kuwa na uwajibikaji, itahakikisha kuna kuwa na usimamizi bora wa sera za kiuchumi. Na ukisha kuwa na sera nzuri za kiuchumi ambazo nyenzo ya katiba inahakikisha zinasimamiwa vizuri, mwisho wa siku tutaona matokeo mazuri. Lakini pia kukiwa na udhibiti wa kuhakikisha kwamba hakuna matumizi mabaya ya madaraka kama ufisadi, wizi, ubadhirifu wa mali za umma, zile fedha zitawafikia wananchi kwa sababu tutajenga viwanda, vile viwanda vitaajiri wananchi. Wananchi wakifanya kazi watapata mishahara, watapata pesa. Wakipata pesa, hawajapata ugali jamani. Ukipata pesa utanunua chakula. Kwa hiyo anayekwambia kwamba haileti ugali ni propaganda za nini? Ni propaganda za nini? Za katiba. Lakini pia kuna mambo haya yanazungumzwa kuhusu vifungu, kwamba tunahitaji kuwafundisha wananchi kuhusu vifungu. Hiyo ni kazi ya wanasheria. Hata wanasheria wanafundishwa mambo haya mawili tu: kujua kutafsiri sheria na ujue unaipata wapi sheria. Hata sisi wakati fulani hapa lazima uirejee katiba ujue kifungu unakitafuta kabisa, lakini kwa sababu una elimu ya ukitafuta. Sasa tunataka hiyo kazi wananchi wafanye, haiwezekani. Wananchi wanazungumza katiba kupitia maisha yao ya kila siku. Mfano,
mwananchi analalamika amemchagua mbunge na ana miaka 2-3 hajarudi bungeni, hajarudi kwa wananchi. Wataalamu wanajua kabisa kwamba hiyo ni right of recall, kwamba kwa sababu wananchi wanalalamika, mnamchagua mbunge au diwani anaenda moja kwa moja harudi, maana yake wananchi wanataka uwajibikaji namna gani ya kumwajibisha mbunge wa namna hii. Kwa tayari wataalamu wanajua ni nini wakifanya kwenye katiba. Hatutegemei huyo mwananchi atuambie tena ni kifungu gani kinazungumza hilo jambo. Asante sana. Asante sana Mama Rosemary, nakuja kwako. Pale mwanzo uligusia suala la ushiriki wa wanawake, na ushiriki haswa unapaswa uonekane vipi badala ya inavyoonekana sasa hivi kupitia viti maalumu na vitu kama hivyo. Lakini nilikuwa nataka nikuulize, unadhani kama hii constitutional order iliyopo sasa hivi itaendelea kuwepo, wanawake wanaweza kuathirika vipi kwa namna ya kipekee? Yaani kwa mfano kama tusipopata katiba bora, kundi la wanawake ambalo ni kundi kubwa kwenye nchi yetu, kiacha wanawake girls, na litapoteza nini? Na unadhani role ya kundi hili kubwa la wanawake na wadada, akina mama, ni ipi kwenye kuhakikisha kwamba katiba bora inapatikana? Asante sana. Kwanza wakati naangalia huu mwaliko nilidhani nitakuwa nazungumza na wanawake kama wanawake. Kuongea mbele ya wakina baba na wakaka imekuwa ni fursa kwetu. Nianze tu kukukumbusha kwamba wanawake sio kitu fulani kisichoonekana. Kwa population sensa yetu ya mwaka 2022, idadi ya wanawake Tanzania ilikuwa ni zaidi ya milioni 31, ambao ni sawasawa na 51.3%. Kwa hiyo sisi ni jeshi kubwa, ni wengi kuliko wanaume. Lakini mbaya zaidi ni kwamba katika mchakato wowote wa matumizi ya rasilimali ambayo tumeyawekea kwa mtindo huu wa chaguzi na maamuzi, tunataka kuona wanawake wakishiriki kama wafanya maamuzi. Utaratibu wa sasa hivi unaowapa wanawake viti maalum umemuondolea mwanamke haki ya kuwa actor wa constitution na kumfanya awe beneficiary wa constitution. Na kwa sababu ni beneficiary wa constitution, anaamulika na huu upande mwingine, ama wa wanaume ama wa wanawake wanaopelekwa kwenye nafasi zile na wanaume, kwa malengo makuu ya kuaddress na kutimiza matakwa ya wale ambao wamekaa. Ninazungumzia supremacy of the party. Ndio maana mpaka leo katika maisha ya uhalisia, kama mtarejea Hansard, hapa nazungumza na wale ambao hatuingiagi bungeni, sio wale wenye uzoefu, katafute hoja ngapi za bungeni zinazojadiliwa zimetoka kwa wawakilishi wanawake. Hazipo kwa sababu mfumo tuliourithi, hata chama cha wanawake sijui kikichagua wawakilishi, wakifika kule ni wale wanaume walio kwenye supremacy, na sio kila mwanaume. Yule aliyoko pale katikati ndio atakayeamua jina gani lirudi. Na tungekuwa na mfumo ambao ni katiba ambayo inaruhusu mfumo ambao ni wa haki, hauhitaji hata vikao vingine vya juu kukaa tena, kwa sababu kama huku chini kwenye grassroots, ambako kumbuka tunapozungumzia grassroots tunazungumzia makazi ya sio tu wanawake, lakini jamii ya 92% ya Watanzania. Tunazungumzia wakulima wadogo, small holding farmers, ambao ndio wanaotulisha chakula tunachokula leo. 92% ya chakula hichi hakilimwi na mashamba makubwa, makampuni tunayoyaona huko yenye magari na matrekta. Hapana, ni yule mwenye kutumia jembe la mkono aliyoko huko ndani, ambaye yeye ndio hoja zake kama hazitatumika kutengeneza katiba, basi hakutakuwa na katiba bora inayoaddress matatizo. Kwa sababu katiba si karatasi, ni makubaliano ya sisi tunaishije. Ndio maana nimefurahi sana Tobias alivyojibu kwamba kusema kwamba katiba sijui huijui, hivi unatakiwa uijueje? The fact kwamba tunasema hatuna maji, tunaijua katiba. The fact kwamba tunasema bei hizi si sawa, tunajua katiba. The fact kwamba tunasema kwa nini mafuta ya pande hata wakati ambako tumeambiwa huko si Hormuz
kumepoa. Ndio katiba. Hatutakiwi sisi kujua katiba kama wataalamu. Tunatakiwa kujua katiba kwa namna ya kurekebisha maisha yetu ya kila siku. Okay. Lakini jambo lingine nimezungumzia kuhusu wao kuwa kama constitutional beneficiaries badala ya actors. Lakini cha msingi tunapozungumzia uwakilishi, tunapozungumzia election, na nipongeze tena, mimi ni muumini wa no reform, no change until death meet me somewhere. Kwa sababu election ndio currency pekee itakayokutupa nafasi ya kuamua maisha yetu. Na maisha yetu si maisha ya jumla watu milioni, ni maisha yale ya familia. Tunapokaa majumbani kwetu na watoto wetu, ndio maisha yetu. Kwa hiyo ninapozungumzia kwa kukosekana hilo, kukosa kuwa na wawakilishi katika hali hii ya katiba hii ambayo swala la security, yani haiwezekani mwanamke ukitaka kuwa na political leadership uwe na wasiwasi kwamba ni trade, either niende kwenye uongozi wa siasa ama nife. Ndio katiba tulionayo hii. Ina trade off kati ya political leadership na security ya person yule anaingia kwenye uchaguzi. Lakini mwisho wa siku tunachozungumzia ni kwamba tunapoongelea structures na hizi processes, tunaongelea hali ya kufanya maamuzi ya jinsi gani resources za nchi hii zitatumika. Lakini zaidi tukumbuke, huyu mwanamke tunayemleta hapa katika maamuzi, tunamleta akiwa maskini economically, kwa sababu tukiangalia katika sensa zetu, nimesema jamani, siasa ni sayansi. Tukiangalia katika income, mnasema nini, parity, uwezo wa wanawake ni mdogo zaidi ukilinganisha kwa kijinsia kuliko wanaume. Okay. Lakini hata tukiangalia katika elimu, tunapoanza kule wengi tunaandikishwa sana mapema ili tusipate mimba, tunapelekwa shule. Lakini tunavozidi kupanda, tukifika sekondari, tukifika vyuo vikuu, ni wanawake wangapi wanaoendelea? Kwa hata ukituambia kuhusu elimu, hatuwezi fairly, na ndio maana tunasema tunataka katiba ambayo itatupa nafasi katika hali zetu zile zile. Okay. Tuweze kupata uwakilishi, kwa sababu mambo yetu si lazima yatiwe tiki katika national level. Kwa hiyo kuna kila sababu ya mwanamke kuwa tayari, kuimarika katika kuingia kwenye siasa. Lakini nimalizie tena, tukiangalia hata maisha ya kawaida na ripoti, wanawake kwenye siasa wanatumikaje? Wanatumika kupitisha mambo yasiyowahusu. Kwa hiyo pia ili kupunguza fujo, tuwasaidie wawe katika level ya kuweza kufanya mambo yao. Hatutaki kuendelea wanawake wawe ni wapiga meza tu kwa jambo ambalo haliwahusu. Na tungekuwa na katiba nzuri, ndugu zangu, tusingekuwa na mfumo ambao eti viongozi wa juu wakiretire ndio mafao yanaongezeka. Ulikuwa na mshahara mmoja, sasa ukienda kwenye retirement ndio na mke wako analipwa 80%. Tungekuwa na wanawake wanaojitambua kwenye bunge, miswada ya namna hii ya hovyo, isiyofaa, isiyotakiwa, isingekuwa inapita popote. Ndio maana tunataka wanawake watakaowakilisha mahitaji, mawazo yetu kwa ajili, kama tulivyosema, ya kizazi kinachofuata, kwa sababu sasa hivi hatupangi kwa ajili ya sisi, tunapanga kwa ajili ya generation inayokuja. Shukrani sana President. Asante sana jamani, tunakimbizana na muda, kwa hiyo naomba tu mniwie radhi nikiwa Wakili Mwabukusi, tumemsikia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akija hadharani akiwasihi wa Tanzania, kuwataka wa Tanzania wapiganie katiba mpya. Na of course hiyo kila mtu ameipokea kivyake. Wengine wanasema pengine anamaanisha kweli, pengine serikali ni kweli ina nia ya kuleta katiba mpya, au pengine wengine hawaamini. Lakini kwa mtazamo wako wewe, ili kwa mfano tuseme kwamba hii kitu ni serious, hiki kitu wanachosema serikali kwamba ni serious na kweli tunaenda kufufua huo mchakato wa katiba bora, ni hatua gani kwa mfano wewe ungependa kuziona? What 5 verifiable milestones ambazo ungependa kuziona ili uhitimishe kwamba hii kitu kweli ni serious na uwezekano wa kwenda kupata katiba bora upo karibu kuliko hizi mazungumzo za kila siku? Mimi ningeulizwa kwa haraka, ningesema kwanza, ni kwa sababu tu tunapenda kufurahishwa kwa vitu vidogo. Mimi sidhani kama ile
kauli ya makamu wa rais ilitutendea haki wa Tanzania, kwa sababu yeye ni serikali, wana utaratibu wao wa kufanya, na ili tuanze katiba mpya wanajua utaratibu wa kisheria wa nini cha kufanya, hakijafanyika. Na unapowaambia vijana wapambane, naweza nikakuuliza unataka wapambane na nani? Na hayo mapambano nani ayaongoze? Sisemi hivi kukataa lile, lakini ninachouliza tusipende kuwalisha vijana upepo ambao kuna haja gani ya kuchemsha mawe kama chakula hakipo? Ni bora uambie watoto chakula hakipo, huu ndio uhalisia. Mjanja, hebu kaangalie kwa jirani kule kuna kufuka moshi. Kwa hiyo la kwanza ni hilo, lakini la pili ni kwamba tunapozungumza suala la katiba, nini kifanyike? Cha kwanza mimi ambacho nilichotarajia ni zile tunasema affirmative action, yani sio hatua za kisheria, ni hatua za kiutu ambazo unaweza ukazikuta kwenye ibara ya 9. Hizi hatua mara nyingi anayetakiwa kuziongoza ni serikali, na anapoongoza sisi ndipo tunapoitikia. Moja ya hatua hiyo, hatua ya kwanza iwe ni kuachiwa kwa Tundu Lissu. Na hatusemi serikali iingilie mahakama. Mahakama haijamshtaki Tundu Lissu. Tundu Lissu ameshtakiwa na serikali na jamhuri. Kwa hiyo serikali ikiamua ile shauri liishe leo saa 7 litaisha, na hatusemi kwa sababu ile itaonyesha hali ya kuanza kuwajibika. Swala la pili, mamia ya vijana wote waliokamatwa na kufungwa au kutuhumiwa kwa makosa yanayoshabahiana na kisiasa, kwa makosa ya ugaidi, kwa makosa ya uhaini, waachiwe mara moja na kesi zifutwe. Hiyo itaonyesha affirmative action. Jambo la tatu ambalo nini kifanyike kitakacholeta ni kwa serikali, hususan kupitia rais, atoke nje bayana, atamke na kukiri kwamba wengi wa waliouawa Oktoba 29 ni vijana na watoto wasio na hatia. We need some form of accountability. Lakini la mwisho ambalo nini kifanyike, serikali ione namna ya kukutana na Chadema, kwa sababu serikali iliikosea Chadema kuanzia ilipoanza kuiharas. Na sisemi haya kwa sababu niko mbele yenu, ninasema haya kwa sababu nilishawaandikia na tulishakaa nao. Tuliwaambia wawasikilize Chadema, wana hoja, na hoja hizi zinazungumzika, na mkikaa mezani hata kwenye baadhi ya kanuni mnaweza mkaziadjust, kwa sababu hoja ya Chadema ina mashiko, tuliandika. Kwa hiyo ndio maana siku moja kuna mtu alitoka akisema Chadema ni wajeuri, nilimkaripia. Sikubahatisha, mimi sio mwanachama wa Chadema, siruhusiwi kufanya siasa. Ukweli leo ni disclose, mimi ni mwanachama wa NCCR Mageuzi. Hata mwenyekiti wangu amenikimbia, yuko huku kwenu, hajatuaga. Lakini nachotaka tukuambia, kwa nini tunazungumza, taifa hili ni letu sote, penye ukweli tuzungumze. Shukrani. Alafu la mwisho sasa ambalo nini kifanyike, na sisi wote tuwe tayari kuforgo ego bila kucompromise principle, lakini kukutana na kuzungumza, kwa sababu hatuwezi kuendelea kurushiana mawe tukiwa mbali. Siku moja nilisema
Ukitaka tu muwe na Chadema tu, sisi NCCR tusiwepo, the only solution ni kutuua. Can you afford killing all? Namna pekee ni sisi kujifunza tuishi wote. Uelewe kwamba kama CCM anaweza akawa madarakani na yeye ariziki anaweza kaongozwa na Chadema. Chadema akiwa madarakani arizike kwamba kesho na mimi nitashindwa. La mwisho ambalo lifanyike, kuwe na accountability kwa watu wote waliouawa, waliopotezwa, na fidia stahiki kwa wote waliopata maumivu kama njia ya kulirejesha taifa pamoja. Asante sana. Asante. Swali langu la mwisho kabisa kwenu nyinyi kwa ufupi tu, ili tuende kufunga mjadala kwa kutoka hapa. Deus na Tobias, vijana wafanye nini na wanasiasa waache kufanya nini? Kutoka hapa, vijana wafanye nini na wanasiasa waache kufanya nini? Asante. Nadhani wajibu namba moja wa vijana ni kuendelea kusema ukweli. Hiyo namba moja. Namba mbili ni kuhakikisha wakati wote wanaendelea kushirikiana kwa umoja na mshikamano kwenye mapambano hayo, kwa sababu bila umoja hakuna kinachoweza kutokea, kama ambavyo leo mmeshikamana hapa. Kuna kiongozi mmoja hapa alikuja akazungumza kwamba kuna watu wengi hawako hapa, wanapaswa kuwa hapa. Kwa tafsiri yake ni kwamba tunahitaji mshikamano thabiti kukabiliana na harakati za kupigania mabadiliko ya katiba. Tunaelewana Hiyo namba mbili. Namba tatu ni kuhakikisha kwamba tuna wenzetu wanapopata matatizo basi tushikamane kuhakikisha kwamba kwa michango kama ambavyo sasa hizi tunakuwa na tone na ili kuhakikisha kwamba sababu mapambano haya hayawezi kwenda bila rasilimali. Kwa ni lazima vijana wahakikisha kwamba wanakuwa mstari wa mbele katika kuchangia pia rasilimali fedha ili kuongeza juhudi za mapambano haya. Hayo nadhani mambo matatu ambayo mimi nayaona ni ya muhimu sana. Mshikamano wa kuhakikisha kwamba tunapaza sauti kwa pamoja, mshikamano wa kuhakikisha kwamba kwenye mapambano hayo hatuache, lakini mshikamano mwingine kuhakikisha kwamba kwenye masuala ya kuchangia rasilimali fedha za kuwachangia wenzetu wanaokutana matatizo ya kufunguliwa kesi za ugaidi, kesi za uhaini na nyingine, basi tunatoa ushirikiano pia wa kifedha kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na msimamo mmoja, lakini pia na moyo uthabiti mmoja wa kusonga mbele. Asante. Naam, labda mimi niseme mawili tu. Vijana tuendelee kujifunza. Yako mambo mazuri ambayo vijana wenzetu waliowahi kupata matatizo kama yetu au zaidi waliwahi kuyafanya kujinasua. Tuendelee kujifunza. Lakini nitaka niwageukie watawala. Watawala, hivi mnajua nani ambaye tumezungumza hapa uelewa kuhusu katiba? Mimi nimefanya utafiti kidogo tu. Katika jamii yetu watawala ndio wanaongoza kwa kutoijua katiba. Na tungekuwa na muda ningewaonyesha mfano. Kwa mfano, yuko mtu alitakiwa kujiuzuru siku moja. Ukimuona pale mezani kwake ni mtu kiongozi mzito, katiba imejipanga pale. Alipotakiwa kujiuzuru, alijiuzuru, alipeleka barua kwa chombo ambacho sicho. Yaani unatakiwa upeleke barua kwa fulani, wewe umepeleka kwa mamlaka tofauti. Hii inakuonyesha kwamba wanaongoza kwa kutoijua katiba. Kwa hivyo suala la kujifunza si suala la vijana peke yao. Tulioko kwenye mamlaka tuhakikishe pia tunajifunza. Mwisho kabisa, ningependa nitoe wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi nafikiri wakati huu ambapo viongozi wakuu wa kitaifa, wakiwemo viongozi wa vyama vyetu vya siasa, ikiwemo Chadema,
wanatafakari juu ya namna bora ya kurejea kwenye mchakato wa katiba mpya na bora, maana lazima iwe mpya halafu ndio bora. Wakati huu napenda kukemea pepo la kutekwa na kupotezwa mtu yoyote tena. Na ndugu zangu, sichekeshi, sifurahishi dunia. Ukiwa mnataka kwa sababu kwanza nimesikia watu wanasema njoni turidhiane. Hakuna kitu njoni turidhiane. Maridhiano huwa ni maridhiano, sio mchakato. Maridhiano ni end result. Maridhiano ni kama unasaga mahindi, maridhiano ni unga. Lakini mchakato wa usagaji, ule usagaji wa mahindi, yanaitwa mazungumzo. Sawa sawa. Na mtazungumza vipi? Hivi vijana mngeitwa mkazungumze sasa hivi, utazungumza kweli? Na huna uhakika kama ukitoka hapo utakuwa uko hai. Kwa hivyo kwa sasa hivi natoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Sijasema vyenyewe tu ndio vinapoteza, hata vizuie mfanyabiashara kumpoteza mfanyabiashara mwenzake, vizuie mwanandoa kumpoteza mwanandoa mwenzake, na muhimu zaidi, vijizuie vyenyewe kupoteza watu. Asante sana. Asanteni sana jamani, naomba tuwapigie makofi panelisti wetu. Nawashukuru sana waungwana kwa maoni na uchambuzi wenu. Nataka tu kusema kwamba lengo la ambacho tulikuwa tunakifanya hapa ni kuchokoza mjadala, si kuhutubia, si kutoa majibu ya maswali ambayo pengine mnayo au yapo huko nje. Sisi tulikuwa tunajaribu, na ni matumaini yangu kwamba tumefanikiwa kwa kiwango fulani kuset the stage kwa ajili ya mjadala, kwa ajili ya uchakanuzi zaidi wa hivi vitu. So sasa tunakuja kwenu nyinyi ambao mmetusikiliza kwa umakini hapa. Lengo si kurudia ambacho kimezungumzwa hapa. Lengo inaweza kawa ni kukitest pia, kukichallenge, kutikisha kidogo, kuibua shauku zaidi ya kile ambacho kimejadiliwa. Kwa hiyo unaweza ukauliza swali, unaweza ukatoa maoni au ushauri na vitu kama hivyo. Na kwa sababu tupo wengi na kwa sababu tunataka hiki kitu kiwe na manufaa zaidi, kiende vizuri, ukipata maiki kwanza jua kwamba huo ni upendeleo mkubwa sana. Kwa hiyo zungumza as precisely as possible. Kama inawezekana kuweka kila kitu kwenye dakika moja na nusu, tutashukuru sana. Na kwa ajili hiyo ya kuhakikisha kwamba hili zoezi linakuwa productive, linakuwa na manufaa, tutagawa makundi matatu kwenye namna ambavyo tutachangia. So kwa mfano, kundi la kwanza tutaenda kuangalia priorities, yani kwa mfano vipaumbele kama ambavyo nimejaribu kuzungumza hapa. Kwa hiyo haki gani kwa mfano ya kikatiba tunapaswa kuipigia mstari sana, kitu gani tunapaswa kukiona kwenye hiyo katiba bora, au mageuzi gani ya kitaasisi tunapaswa kuyaona. Sawa, kwa tutachukua mikono kwa ajili ya hilo. And then tutakuja kuangalia wasiwasi. Pengine tuna wasiwasi, unatusumbua kwa je, tutapata kweli katiba bora, hatutapata katiba bora? Nini kinakupa wasiwasi? What gives you some doubts or uncertainty kuhusiana na hivi vitu? Na cha tatu au cha mwisho tutaangalia hatua sasa. Tunafanya nini kuhakikisha kwamba kile ambacho tunakijadili hapa tunaenda kule nje kwa ajili ya kukifanyia kazi na kukipata. So tunaenda kwanza kwenye issue ya priority, na mtanivumilia kwa sababu nadhani ni muhimu kwa hivi, vinginevyo mjadala unaweza kaenda huku au huku.
kwenye issue ya priorities, na pengine kama wewe maoni yako hayapo kwenye priority, labda yapo kwenye action, manake ni kwamba unaweza ukatulia ukasubiri tukifika kule. Lakini kwenye priorities kwa sasa, kwa mtazamo wenu nyinyi kama vijana wa Baraza la Vijana la Chadema, ni uhuru gani au haki gani ya kikatiba au mageuzi gani ya kitaasisi mnadhani tunayahitaji kama nchi ili nchi yetu iweze kukaa kwenye sehemu sahihi? Nani yuko tayari kuchangia? Sawa. So labda pengine kwa upendeleo aliyepo karibu, na vile vile nataka kama kuna vijana, kama kuna watu wenye ulemavu, kama kuna wakulima, wazalishaji wadogo, kama kuna watu kutoka Zanzibar, kama kuna watu kutoka kusini huko, naomba pia mnyoshe mikono ili tuweze kupata michango yenu na nyinyi kadiri inavyowezekana. So tutaanza na hapa. Asante. Kwenye mjadala wa katiba mpya na ambayo ni practical, tumeona kwamba katika katiba ambayo pengine ipo ya mwaka 1977 kuna baadhi ya mambo ambayo pia ni mazuri hayatekelezwi na watu ambao hakuna limits za kuweza kuwawajibisha pale ambapo hawawezi kutekeleza, na tunapendekeza kwamba kwenye hiyo katiba mpya ambayo pia ni practical tuweke msingi kwamba iwapo mtu ataviolate ile misingi ambayo imewekwa awekewe vipengele vya kuwajibika. Vipi kama tutaweka hivyo vipengele vya kuwawajibisha wale ambao hawataweza kuwa practical kwenye vipengele ambavyo tunataka wavifuate, hawatavifuata kama ulivyo utaratibu? Tuweke mfumo gani mwingine ili hata tukiweka vipengele vya kuwajibika pale ambapo hawatawajibika wakiviolate tena? Asante sana. Naitwa Wena Ilomo, natokea Makete, Njombe, kanda ya Nyasa. Asante sana. Nilikuwa naomba watu wenye mic mwe wawili, kuna mic nyingine hapa, mtu anaweza akawa kule, alafu sawa. Na nyingine hiyo hapo. So tunaweza tukawa kama na dakika 10, dakika 15 chap tumalize ile zoezi. Kwa majina naitwa Mwita Magori kutoka wilaya ya Butiama. Wasiwasi wangu, cha kwanza, sioni kama serikali ina nia njema kwa maana ya kuleta haya wanayoita maridhiano, kwa sababu maridhiano lazima uwe na sababu. Sasa wao hawajataja sababu rasmi za kuingia kwenye haya maridhiano, lakini wasiwasi wangu mwingine ambao ninao kwenye hili ni kwamba, lakini mimi ni jamii ya Wakurya. Sasa Wakurya sisi huwa tukipigana huwa tunaita wazee ili watushauri, wana katikati ili waweze kutushauri, kwa sababu tukikaa sisi wenyewe wawili ambao tumekwisha pigana au watu bado humo ndani tutauana. Sasa kwenye haya maridhiano sijaona mtu ambaye wamemtengeneza kuwa katikati ya haya mazungumzo tunayoenda kuyazungumza. Asante. Asante. Mtu mwenye maiki naomba mpe tu aliye karibu yako, kwa sababu na shida ya macho, kwa hiyo sioni hata watu vizuri. Unaweza kunisaidia? Nisaidie basi. Pale kuna mdada pale. Mpe dada basi pale. Hana macho. Utanisaidia. Au ungenyosha mic tuone ziko wapi? Ukiwa na mic, grab the mic. Yeah, no. The best way, kamata microphone. Yeah, hapa nayo. Hello? Sawa, basi zungumza. Peoples Chadema. Asante. Asante ndugu mwongozaji wa mjadala huu. Kwa jina naitwa Nuru Lutembeja Lugwakala, katibu wa Baraza la Vijana Jimbo la Sengerema. Samani, naomba nijielekeze kwenye mada husika. Mimi naomba nitoe vipaumbele. Shida kubwa ambayo mimi ninayoiona, cha kwanza ni kutengeneza mindset kwa Watanzania. Tukadiri na akili za Watanzania, tukawaeleze kuhusiana na umuhimu hii juu ya kupata katiba mpya ambayo ni bora. Na kingine hasa sisi vijana, kitu kikubwa ambacho mimi ninaona
serikali iangalie sana, na ndiyo itatusaidia. Cha kwanza kwenye habari ya ajira, namna ya kuendesha maisha. Mfano kwenye swala la ajira, mimi ninaomba kwenye katiba hii upande wa ajira serikalini ziwe za muda mfupi, sio mtu akae mpaka miaka 60. Tutumikie, kila mtu aitumikie hili taifa kwa wakati wake. Kwa hali hiyo sasa, jambo jingine, kwa ufupi jamani, asante, naomba kusubmiti. Halafu labda pengine kitu kingine. Asante. So samani. Kwa sababu unajua hii ni shughuli yetu. Unajua hapa sisi tupo kama Chadema. Tusungumze sisi tutafanya nini. Tushajua serikali haifanyi, serikali na nini. Serikali tuachie wao serikali. Sisi kwa hiyo, kwa mfano nimesema kwamba kipaumbele tunataka nini? Wasiwasi na hatua. Kwa hiyo unaweza kujielekeza kwenye kote, kwa sababu unajua wasiwasi wangu ni kwamba tukiendelea kulaumu unaweza kukuta pengine hii convening hatuitumii vizuri. Sawa? Kwa sisi kama chama yani tutafanya nini au tunapaswa kufanya nini kuhakikisha kwamba tumezungumza mambo ya katiba bora. Katiba hapa kaka Deus amesema kwamba ili iwe bora lazima iwe mpya, au sio bwana? Kwa hiyo katiba mpya ambayo ni katiba bora pia tunaipata. Sisi tunafanya nini? Priority ya haki ambayo iwepo kwenye hiyo katiba au mageuzi ya kitaasisi ambayo tunataka kuyaona. Lakini kama nilivyozungumza, pengine una wasiwasi, nini kinakupa mashaka, lakini pia nini tufanye. Kwa hiyo si lazima uwe na maoni kwenye sehemu zote tatu. Unaweza kuwa na maoni kwenye action, unaweza kuwa na maoni kwenye doubts, unaweza kuwa na maoni kwenye priorities. Tukijielekeza huko, huu mkutano wetu tutautumia vizuri zaidi kupata mawazo ya kwenda kuyafanyia kazi tukirudi kule kwa wananchi. Let's go to work. Asante. Mimi kwenye upande wangu nitajielekeza kwenye wasiwasi. Wasiwasi wangu ni kwamba vijana huwa tuzungumzi, tunakutana kwenye makongamano. Kauli mbiu ya kwamba kijana na katiba. Na mimi tukitoka hapa, hii kauli mbiu tunaiacha hapa. Ndio wasiwasi wangu kwamba tunapaswa tuendelee kuizungumza, na tusipochukua hatua ya kuizungumza, kwa sababu kwa teknolojia ilipofika, hauhitaji kufanya press, unahitaji kuweka simu yako mezani na kuzungumza kuhusu masuala ya katiba. Sasa wasiwasi wangu ni kwamba kama baraza tunakutana kwenye hizi siku moja, tunachukua ajenda tunaiacha hapa Dodoma, tumeiacha, lakini hatusione hatua nyingine. Kama vijana tunapaswa tuungane, tuendelee kuizungumza ili kuipushi, kuitengenezea demand serikali ili iweze kuchukua hatua. Sawa, tunashukuru. Tuhamie kwenye microphone, msisimame nazo. Give them away wakati watu wanaongea. Twende huku tupokezane awamu kwa awamu. Alafu move the microphones yourselves. Asante. Jina langu ni Benjamin Mizengo, mwenyekiti BAVICHA mkoa wa Rukwa. Wasiwasi wangu kuelekea mchakato wa katiba. Aliyewasilisha mzee wangu Deus alisema kwamba tunatakiwa tujitahidi kuwa na utulivu ili sasa tuweze kuelekea mchakato wa katiba. Sasa tayari CCM wameshazoea hizi kelele. Yaani hizi kelele tumezipiga sana, tunaendelea kuzipiga na wameshazizoea. Kwetu kule Wafipa wanasema tuvuoka. Yaani tunasikia vinatokea huku. Sasa kama hawatusikilizi tufanye nini? Kwa sababu tunahitaji kupata katiba kwa nguvu zote kabisa. Tufanye nini? Tupeleke. Imeisha hiyo. Tufanye nini? Hilo ndio nakuuliza wewe swali. Twende kule, twende kwa move. Mzee Deus atatusaidia hapo. Sisi tunawazaga maandamano. Jamani, nyie vijana tunasema tunataka kuwakabidhi nguvu. If you are sending it back to us, tutachukua. Mtakuwa na wale wenye nafasi kama ya mzee Heche. Harakisheni jamani, changamkeni. Asante. Mimi najikita moja kwa moja meza kuu. Asante. Endelea, tunakusikia. Mimi nilikuwa mchango wangu moja kwa moja kwamba tunahitaji kama vijana
tukipata katiba bora inahitaji moja kwa moja iende na utamaduni wa uwajibikaji. Yaani katiba bora pekee tusifanye kama tukiipata ndio itatatuia matatizo yetu. Sasa napaswa kuwauliza vijana wenzangu humu ndani, ni wangapi wanafuatilia sera au hata bajeti ya serikali hii haramu ambayo tuitambui? Kwa sababu gani? Tunapaswa kujenga utamaduni wa uwajibikaji miongoni mwetu. Swali langu la pili, nenda moja kwa moja kwa mtoa mada anaitwa Tobias Mesanga. Taking the fact kwamba ameshaongea makamu wa rais kwamba tupambanie katiba mpya. Hebu tuambie vijana, what is most likely scenario mpaka hapa tulipo kwenye katiba mpya, na what is less likely scenario kwenye katiba mpya hapa tulipo? So mchango wangu wa mwisho kabisa ni kwamba kwenye katiba mpya tunayoitaka, katiba bora sio ile inayomnyima mamlaka makubwa rais, au katiba mbovu sio katiba ile inayompa mamlaka makubwa rais. Katiba nzuri ni katiba ile ambayo itampatia mamlaka rais, ila itamsetia mipaka. Bosi, wewe ni bosi wetu, lakini mipaka yako inaishia hapa. Asante. Asante. Kama kuna mdada ameshika maiki please. Ndio. Kama kuna mdada ameshika maiki ongea. Asante mwongozaji. Kwa majina yangu ni Emerisiana Mhagama. Kama ambavyo wazungumzaji wamezungumza kwamba idadi kubwa ambao tupo kwenye nchi yetu ni vijana kuanzia umri wa miaka 15 na kuendelea mpaka 35. Lakini ambao tupo hapa ndani yetu ambao tunajua fika tunahitaji katiba mpya na katiba bora, ukilinganisha na wingi wa vijana ambao wapo huko nje ambao huenda hawajui kwamba tunahitaji katiba bora, hawajui kwamba kuna umuhimu wa kuwa na katiba bora, ni wengi zaidi ambao tupo humu. Kwa hiyo nini tufanye kama vijana? Tunatakiwa tuwavute wale ambao ni wengi zaidi ya sisi ambao hawapo humu ndani kujua kwamba tunahitaji katiba bora na kwa nini tunahitaji hiyo katiba mpya iliyo bora. Kwa hiyo jukumu letu ni kwenda kuwavuta wote ambao hawaamini kwenye kuwepo kwa katiba bora, huenda kwa kujua au kutokujua au kuogopa, basi wataka kuidai katiba bora. Asante. 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 Kwa majina naitwa Sospita Chotola. Mimi nitajikita kwenye vipaumbele kwenye katiba bora mpya na bora tunayofikiri kuipata. Jambo la msingi kabisa ninaloshauri mimi ni kuondolewa kwenye nafasi hizi za uteuzi, kwa maana ya kuanzia wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, hawa makatibu tawala, kwa sababu uwepo wa watu hao ndio unaopelekea matatizo makubwa sana ambayo leo tuko nayo. Yaani badala ya kutimiza majukumu yao yale ya kimsingi ambayo wamepewa, cha kwanza wanafanya kutimiza kwa kumfurahisha yule ambaye amewateua, hata kama jambo hilo haliwezi kufaa. Kwa hiyo tunazalisha mawakala wengi sana wa kumpamba kiongozi mkuu ambaye ni rais, badala ya kuzalisha watu ambao wanaweza kumsaidia rais kwenye kutimiza majukumu yao. Kwa hiyo hizo nafasi kwanza ziondolewe kabisa. Kama zinakuwepo za nafasi hiyo, wawepo watu ambao wanachaguliwa na wawajibike moja kwa moja kwa wananchi. Asante. Ndio. Asante. Kwa jina naitwa Juma Paul, nimetokea Mwanza, ni katibu wa vijana tawi. Ninachotaka kusema kwamba cha kwanza, vijana, wasiwasi wangu na kuangalia kwa ukubwa, vijana wengi hatuna elimu ya kutosha. Kwa sababu gani nasema hivyo? Tunajikuta tunapoingia kwenye mchakato wa kudai haki yetu au katiba mpya, wengi ukimuuliza na kuuliza ya kwamba kwani nikipewa hiyo katiba mpya itanisaidia nini? Hicho ndio kinachotuumiza na kinatutesa zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naomba basi tufanye nini? Tutoke nje, tuwafundishe sisi ambao tunakutana
na hizi taarifa tunakutana hivi, tunajifunza, tuwafundishe na wale wengine, tuwape vitu ambavyo vinaweza kuamsha katika ufahamu wao na akili zao, ili tuweze kupambania katiba yetu mpya. Lakini kingine, kwa viongozi waliopo madarakani, katiba tunayoitaka tuitake katiba inayomlimiti kiongozi, awe na mipaka yake na wananchi wawe na mipaka yao. Akikosea atolewe au apelekwe jela na yeye, ili watu wapate faida kwa ajili ya wengine. Asante. Asanteni sana ndugu zangu, na asanteni sana na nawashukuru sana, lakini kwa bahati mbaya naambiwa muda umetuacha kabisa. Kwa hiyo inabidi tu nirudi. Nimeshasimama. Nimalizie. Nusu dakika. Sawa, asante. Mimi ambacho nilikuwa nataka kuongezea katika hii katiba mpya ambayo tunataka kwa maana ya iwe bora, jamani, kuwe kuna limitation ya ubini. Kwa mfano, leo tunaona toka tumepata uhuru hadi leo, Mwinyi upo, baba rais, mtoto rais, watoto wake wengine pia ni wabunge. Leo mama Samia rais, watoto mawaziri, mkaza mwanamke mtoto wake pia ni nani? Ni waziri. Sasa mimi ninachoongelea hapa, kuwe kuna limitation ya ubini. Hii tusipoilimiti hii, tutarudi kule kwenye nepotism, kwenye corruption. Inabidi tuweze kuilimiti hiki kitu. Cha mwisho, uwazi na uwajibikaji. Uwazi kivipi? Mishahara ya viongozi ijulikane ni shingapi, vile pia iwe ni ndogo, ili kusudi kwamba kusiwe kuna tamaa za madaraka na kung'ang'ania madaraka. Hicho ndo kitu cha msingi zaidi ambacho nilikuwa nakiona. Mwisho, nilikuwa naomba kwamba na watu ambao wenyewe wanasema kwamba katiba mpya na siasa wao sio vitu vyao. Jamani, siasa inaamua uzaliwe wapi, uishi wapi, uvae nini, ule lini, usiwe wapi, lini uchimbwe mafuta, ukae wapi, asante, kwenye kabila nani. Asanteni sana jamani, nawashukuru sana. Nikirudi kwenu hapa, nyinyi waheshimiwa, kwa neno moja au mawili, tunatokaje hapa kwenda mbele? Nani anataka kuanza? Tobias? Asante. Tunatokaje hapa? Mimi nitaenda moja kwa moja. Kuna mtu ameuliza swali na akani target. Akauliza kutokana na alichokizungumza makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, akasema what is the most likely scenario and what is the less likely scenario. Matokeo ya kile alichokizungumza, kwanza naomba tukiri kama wale ambao ni critical thinkers, hii katiba sasa imefika ambacho imetufanya wote ni mateka ndani ya nchi yetu wote. Yaani sasa hivi, mwanzo walikuwa wanaumia labda ni Chadema upinzani, sasa hivi maumivu ni kote. Kwa hiyo ndio maana mnaona sasa Mheshimiwa makamu wa rais anakuja kuambia Watanzania kwamba tupambane. Inatushtua sana. Hasa tupambane wakati yeye ni msaidizi wa rais. Walete mezani mchakato wa katiba, tupate katiba, lakini anakuambia kwamba mpambane. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hii katiba sasa imetufanya mateka wote, wananchi, viongozi wa upinzani au wapinzani, chama kinachotawala na serikali, wanahaha kujinasua na madhara makubwa na maumivu waliosababishia wananchi. Kwa hiyo wote sasa ni mateka. Cha kuwasaidia ni kuhakikisha kwamba tunarudi kujenga umoja wa kitaifa kwa kuanzisha mchakato wa katiba wenye ukweli, haki na uwajibikaji. Nje ya hapo, maumivu ni makubwa, si tu kwa watu wenye maoni tofauti kama upinzani, hata ndani ya chama chao. Naomba niishie hapo. Asante. Asante sana Tobias. Mama Rose. Asanteni. Mimi nina neno langu la mwisho. Kwenye hivi vita vya kisiasa ni lazima kuwepo na uwezo wa kiuchumi. Mimi ni muumini wa tone tone hapa lakini nataka niwaambie wanawake, kwa sisi wanawake, wakina mama, tumeongea female, ili upate kukubalika lazima ufanye kitu, na mimi ni muumini wa kufanya mambo magumu. Ndio maana nilienda mahakamani kuikataa tume ya rais.
Kwa hiyo mimi nashabikia wanawake, pick it, chukueni tone tone. Tayari Tanzania ina kwa umri wenu kuna wanawake milioni 17. Mkiamua lengo dogo tu la kupata, tuseme mwezi wa 9, na mimi nitakuwa nini mshabiki wenu namba 1. Mwezi wa 9 tupate wanawake 200,000 tu, ni 0.018%. Wanawake 200,000 tu, hebu tupeleke milioni 200, hao watatuheshimu. Kwa hiyo nawaacheni changamoto wanawake. Bavicha hapa mko wanawake, chukueni hiyo. Lazima uwezo wa kiuchumi ukionekana, ukiwa nao tutaweza kusonga. Pasipo uwezo wa kiuchumi tutazidi kuwa maskini, hakuna mtu atakayetusikiliza, na yanawezekana. Kwa message yangu kwenu, tone tone, mbele kwa mbele, let's do it as female. Bavicha wanawake, chukueni hiyo, songeni mbele, tuendelee kupambana. Asante sana Mama Rose. Kaka Deus, labda mimi ni neno moja na nusu. Neno lenyewe ni kwamba tusidanganywe kudhani kwamba mchakato wa katiba usubiri mpaka 2028. Ninayo sababu, na aliyesema hivyo ni Jaji Chande. 2028 muda utakuwa hautoshi kuweza kufanya kazi ya kuanzisha mchakato wa katiba mpya, kuukamilisha na kuutekeleza ili tuende kwenye uchaguzi ujao. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafikiri kazi ya katiba mpya ni sasa. In fact nilishtuka sana siku ile tulipohamasishwa, vijana pambaneni mpate, tena sio tupate, mpate katiba mpya. Kwa sababu nilifikiri anatutangazia kwamba wameanza kuandaa muswada wa kuhuisha sheria itakayoongoza mchakato wa kukamilisha na kupata katiba mpya. Maanake hayo ndio mapambano yenyewe. Nusu ni kwamba katiba hii pia maeneo machache mazuri ambayo yamo imekuwa ikichezewa, na mliuliza, imekuwa ikichezewa, haitekelezwi. Nini huwa kinatakiwa kifanyike? Katiba mpya lazima iwekewe ulinzi. Kwenye sheria katiba huwa inawekewa ulinzi ili isifanye nini? Isichezewe, ikiwemo kutotekelezwa. Kwa sasa hivi hapa kwa mfano kuna ibara ya 81 inasema tume ya uchaguzi tume ya uchaguzi iweke utaratibu unaofanana ili vyama viutumie kupata wanawake wa viti maalum kwenda bungeni. Tume imegoma, haijaweka utaratibu. Kwa hiyo unakuta kila chama, CCM wana utaratibu wao, sijui nani wana utaratibu wao, vyama vingine havina utaratibu kabisa. Yaani wakishapata hiyo slot wanaanza kupigiana simu tu, wase njoo basi tukupe kiti maalum. Kwa hiyo mimi nadhani lazima tuiwekee ulinzi. Na haya ninayoongea, wenzetu katiba ya Afrika Kusini imeweka sura ya 9. Kuna taasisi zisizoguswa na mtu yoyote, hata kama anaitwa rais hawezi kuzigusa. Hizo taasisi kazi yake ni ulinzi wa katiba isichezewe. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana, tunawashukuru sana. Asante sana kaka Deus. Na mimi pia napenda kuwashukuru sana kwa utulivu, kwa kutusikiliza na kwa kuchangia pia maoni yenu na michango yenu kutokana na kilichojadiliwa hapa. Naomba tuwapashie panelisti wetu na sisi wenyewe pia kwa ambavyo tumejadili hapa na vitu ambavyo sio tutapasha, alafu tutapiga tatu zile za nguvu, sio? Basi tupashe peshe 1, 2, 3. Asanteni sana jamani, nawashukuru sana, kila la heri.